Kuna dhuluma mingi ambayo wanapitia, na katika hizo dhuluma hauoni kwamba hawezi enda hata kwa polisi, kwa sababu hawezi staki bwenyenye, na bwenyenye haiko na uwezo hata kuchukua lawyer. Yeye hana chochote, wanadhulumiwa kimapenzi, wanadhulumiwa kwa mshahara yao. Sasa zile mshahara, wakati mshahara imefika, ataambiwa sijui mara ameiba kijiko, mara ameiba kikombe, mara amevunja sijui nini, anakatwa hiyo pesa yote Sasa hawa watu hupitia dhuluma zaidi, na ni watu ambaye wanajitafutia. Basi mimi kwa majina wananiita Morris Otieno, mtetezi wa haki ya kibinadamu hapa Nakuru. Leo nimekuja kuzungumza kuhusu mambo ya domestic workers, ambayo wiki hii ndio wiki ambayo tunaomboleza sana yule unyanyasaji wa domestic workers, ambaye kuna dada yetu mmoja anaitwa Zaituni huko Nairobi, ambayo aliweza kudhulumiwa na mfanyikazi na mwajiri wake, ama kijana mwajiri wake ambayo sio wenyeji wa nchi hii. Hii ni mwito ambayo naweza kutoa kwa serikali yetu kuu pamoja na serikali yetu ya county, ya kwamba mara mingi unakuta watu wetu, wasichana wetu na vijana wetu watakapoenda kutafuta kazi, ajira nje, wanaenda kutafuta kwa sababu sisi tumeanguka ama tumefail kuweka mikakati ambayo hizo kazi au watoto wetu, wasichana wetu na wamama wetu na vijana wetu wanaweza pata hapa nchini na kulifanya. Nimejua kwamba kuna labor laws ambazo zinasema ya kwamba mwajiri mwenye ameajiriwa katika nchi yetu hii asiajiriwe chini ya shilingi 17,000 kwa siku, kwa mwezi, na pia kwa siku asiajiriwe chini ya shilingi 150 kwa masaa. Lakini hatujaweka mikakati dhabiti katika hili jambo, kwa sababu upande mwingine unakuta kwamba yule mwenye ana suppose kuajiri huyu ndio anapata hiyo pesa shilingi 17,000. Sasa yeye akiajiri tena mwingine hapa nyumbani, anaweza lipa huyo shilingi 17,000 kweli? Na yeye amealipwa 17,000, akikatwa zile vitu zenye anakatwa, akatwe SHA, akatwe NHIF, akatwe nini, atabaki na 14,000. Kwa hivyo unakuta kwamba sheria zetu ziko, lakini bado hatujaweka mikakati njia ambayo hawa watu tusifinye waajiri na tusifinye wafanyikazi. Kwa hivyo tunasema ya kwamba leo hii katika wakati ambapo tulipata uhuru, sijasikia hata chama kimoja ama mtu mmoja ama gavana mmoja ama rais mmoja kuweka manifesto yake akizingatia mambo ya domestic workers. Leo hii mimi na advice free ya kwamba ule governor mwenye anaenda kusimama, ama yule president, ama yule chama ambaye anaenda kunini, ijua kwamba domestic workers ni wengi zaidi hata kuliko idara zote ambayo imeajiri watu. Domestic workers ni wengi. Kumbuka kwamba nyumbani kuna wengine wanalimiaga watu, kuna wengine wanachungia watu ng'ombe, kuna wengine, lakini hakuna mikakati dhabiti ambayo hawa watu wanaweza saidika. Na unakuta kwamba waajiri wao wanawanyanyasa zaidi katika njia ambayo saa zingine ya kingono, saa zingine ya kuuawa. Ningesema ya kwamba nchi hii iweke mikakati, tuwe na wale maagent wao. Wakati hapo kitambo ulikuwa unaweza kuta kwamba hata maaskari wa kuchunga manyumbani ama kuchunga makampuni ilikuwa tu ni mtu binafsi tu, anaenda pale, anaomba kazi, wanaongea na yeye moja kwa moja. Na wakati huo pia kulikuwa na changamoto mingi. Hao maaskari walikuwa walipwi pesa mzuri. Wengine walikuwa wanalipwa 1,000, wengine walilipwa 600 enzi hizo. Lakini walipokuja pamoja, watu wakaanza kufungua mambo ya wakawa na makampuni kama G4S ama zingine zenye zimekuwa, hao wamekuwa wakiajiri watu vizuri, wamekuwa wakiweka watu vizuri, na hivyo ndio tunataka domestic workers pia wakue, ili wapate maagent. Wakati ambapo hizi affordable house inajengwa, iwe ya kwamba yule agent achukue hiyo flat, ya kwamba aseme kwa hii flat wafanyikazi wote wenye watakuwa wanafanya mahali hapa wanapitia upande ya agencies yangu. Ndio hawa watu wapate watetezi, na pia yule mwajiri wakati ambapo labda kwa mfano huyu mwenye ameajiriwa atakuwa amemkosea, ama ameiba kitu, ama amedhulumu mtoto wake, ama amefanya jambo isiyofaa, hata yeye apate nafasi, apate njia ya kwenda kuclaim katika ule agent ambayo alimletea huyu mfanyikazi. Na hawa watu wafanye kwa masaa, anaweza kwa masaa kiamerika style, ambayo
watu wengi ambayo wanaenda huko Amerika, mtu afanyi mali moja mchana mzima. Unakuta hapa anafanya kwa petrol station, anafanya masaa mawili, pale pengine anafanya masaa matatu, mwisho wa mwezi akisanya amepata ile ya kumsaidia. Kwa hivyo tunaweza weka kwa masaa, mtu akifanya labda kwa mfano ameenda ameosha nyumba, amefanya mambo ingine, amefanya masaa matatu, atoke tena aenda kwingine, afanye masaa mawili matatu, hatujafinya yule mwajiri na hatujafinya huyu mtu. Mwisho wa siku maybe atakuwa amepata shilingi yake 700 ama 800 ama 1000. Hatujamfinya na hatujafinya huyu mwingine. Kwa hivyo tunataka vyama vyote vilete manifestos zao wakijua kwamba hawa watu, ile chama ambaye italeta manifesto, ile county ambaye itaweka CIDP yake, ya kwamba hii CIDP yake au ma domestic workers wenye hawajapata courses kidogo warudi kwa polytechnics, county iwalipie, waende wasome, wapate short courses, wapate certificate. Wanapopata certificate, sasa anapoenda kuajiriwa, anaajiriwa na certificate. Kwa sababu ya gani? Kwa sababu gani mambo ya certificate? Mambo ya certificate lazima wakuwe nayo kwa sababu saizi vyombo ambayo watu wanatumia kwa manyumbani, zile za kupika, za kupiga pasi, na za kufua, na za kufagia nyumba, na za kuosha vyoo, ni vitu zenye zinatumika kwa stima. Na hawakusomea hizo, sio kama zamani ambaye mtu alikuwa anapepeta jiko, anatumia gas ama anatumia stove. Hiyo ilipitwa na wakati. Kwa hivyo watakapopata courses kidogo zile ambazo wanaweza pata ka certificate, watafute kazi. Na pia wale ambaye wameajiri hao domestic workers wawaheshimu, na pia watoto wao waheshimu hawa watu, kwa sababu kuna dhuluma mingi ambayo wanapitia, na katika hizo dhuluma hauoni kwamba hawezi enda hata kwa polisi, kwa sababu hawezi staki bwenyenye, na bwenyenye haiko na uwezo hata kuchukua lawyer, yeye hana chochote. Wanadhulumiwa kimapenzi, wanadhulumiwa kwa mshahara yao. Sasa zile wakati mshahara imefika, ataambiwa sijui mara ameiba kijiko, mara ameiba kikombe, mara amevunja sijui nini, anakatwa hiyo pesa yote. Sasa hawa watu hupitia dhuluma zaidi, na ni watu ambaye wanajitafutia. Kwa hivyo mimi mwito yangu leo, governor yote, senator yote, mbunge yote, na wale ambaye vyama vyote waweke manifesto yao wakizingatia mambo ya domestic workers. Tuwaweke mbele na wasidhulumiwe kamwe. Kwa hivyo hiyo ndio mwito yangu siku ya leo. Hawa watu wasidhulumiwe, ni watu wetu na ni wafanyikazi kama wengine, na hiyo kazi yao pia itambuliwe zaidi kama kazi ambayo inaajiri watu wengi zaidi katika nchi yetu. Na tuweke mikakati, sio tu kutuma tu hawa watu nje, tumepata kazi Qatar, sijui tumepata kazi wapi, na the same time hizo kazi wanaweza fanya hapa. Lakini huko kuna maagent ambaye wanaenda huko, ambaye akikosewa ana claim kwa agent. Yule mwenye amepea huyu mwajiri pia akikosewa na mfanyikazi huyu pia ana claim kwa agent. Tunataka maagents wapatikane katika nchi yetu ya kuzingatia na kutetea haki ya wafanyikazi wetu wa nyumbani. Asanteni sana.